katika kipindi cha siku 100. Mambo ni mengi aliyofanya sana, ambayo mpaka sasa hivi sisi kama taasisi ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikiongozwa na waziri wa elimu, tumeyafanya pamoja na naibu waziri wake, ambao wameyafanya chini ya mwamvuli wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia chini ya Mheshimiwa Jemedari mwenyewe, Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Basi moja kwa moja chuo hiki kilianza tarehe 15 mwezi wa kwanza 2024. Tulifungua rasmi chuo hiki tukiwa na wanafunzi, jumla ya wanafunzi walikuwa 86 kwa mwaka wa kwanza. Kwa hiyo tukiwa na fani ambazo mbalimbali tulizozianzisha wakati huo, zilikuwa fani ambazo ni za tunasema fani ya umeme, ushonaji, plumbing kwa maana ya bomba, kuna fani ya uchomeleaji ambayo kwa maana welding and metal fabrication, pamoja na fani ya ujenzi kwa maana masonry and bricklaying. Kwa hiyo hizo ni fani mbali ambazo tulizoanza nazo kipindi hicho mpaka hivi sasa ambazo tunaendelea nazo. Lakini mbali na hiyo pia tulikuwa na fani zingine ambazo fani hizo tulizokuwa nazo ni za kozi fupi. Fani za kozi fupi zilikuwa ni kama hivyo nilivyozitaja, kwa maana tulikuwa na umeme ambayo electrical installation, ushonaji kwa maana DSCT, design civil and cloth technology, welding and metal fabrication, plumbing and masonry. Lakini mbali na hivyo pia tulianza pia na kozi ya driving, tukawa tumefanya udahili mkubwa sana, zaidi ya wanafunzi karibu 200 kwa awamu ya kwanza, wanafunzi wa bodaboda ya pikipiki ambayo tulifanyia hapa katika wilaya hii. Kwa hiyo tulifanya mambo mbalimbali katika mwaka huo wa 2024. Serikali pia inatoa ajira, taasisi mbalimbali za watu binafsi, makampuni, migodi ya watu binafsi wanakuja pia kutafuta, viwanda wanakuja kutafuta. Hata hapa Buhigwe kwetu, VETA Buhigwe, kuna kampuni mbalimbali zimekuja kutafuta vijana hapa kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya kazi katika viwanda vyao na makampuni mbalimbali, kwa ujuzi ambao walionao. Tunazingatia nidhamu na mafunzo yenye ustadi wa hali ya juu kwa wanafunzi wetu ambao tunao wapatia mafunzo. Hilo ni jambo la msingi sana. Lakini mbali na hiyo pia tuna issue nyingine ambayo hapa tunayo ya malazi, kwa maana ya mabweni. Uwezo wa mabweni wetu yanachukua wavulana karibu 84 na wasichana 60. Kwa jumla tuna uwezo wa kubeba, mabweni yetu yanaweza kubeba wanafunzi karibu 144. Hivi karibuni, ilikuwa tarehe 16 mwezi uliopita, mkurugenzi wetu mkuu CPA Anton Kasore aliongea na waandishi wa habari kuhusiana na swala zima la wanafunzi kutokuwa na sare, yani kufutwa kwa sare kwa wanafunzi wa VETA. Kufutwa kwa sare kwa wanafunzi wa VETA, hii inawapa fursa hata wanafunzi wengine ambao wanahitaji kuja kujiunga, wananchi wanaotaka kuja kujiunga. Wengi wao wanaogopa hizo uniform. Unakuta ni mtu mzima kama hizo chuo kikuu umvalishe tena uniform, au unakuta ni mtu mzima kabisa. Kidogo inakuwa inaleta picha kidogo ya sintofahamu. Kwa sababu hii iko katika hadhi ya vyuo vya kati, inakuwa si mbaya sana hata kama wakivaa nguo ambazo ni za nyumbani, lakini wanapokuwa hapa chuoni wanakuwa na nguo maalum ambazo tunaweza kusema ni maovercoat au maoverall ambao wanayavaa, pamoja na protective gears zote zile za msingi wanapokuwa kwenye makarakana. Kupitia
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tunapenda kumshukuru sana kwa hatua kubwa ambayo amefikia kuweza kuviwezesha vyuo hivi vya VETA, kuvipa bajeti kubwa kabisa, tunaita zana na vifaa vya kujifunzia, kwa maana tools and equipments kwa ajili ya vyuo vyote nchini. Kuna vyuo 25 na vyuo vingine, kuweza kuboresha miundombinu ya zana na vifaa vya kuweza kujifunzia ili wanafunzi waweze kupata mafunzo yaliyo bora na sahihi kabisa, kiasi kwamba vifaa hivyo vimezingatia teknolojia mpya. Nafikiri mmeviona waandishi wa habari kule tulipozunguka, mmeviona hivyo vifaa jinsi vilivyo, kiasi kwamba vinaleta hali fulani ambayo vya kuweza kumshawishi mwanafunzi kwa namna moja ama nyingine, hata kama alikuwa hana namna moja ama nyingine ya kuja kuwa na hamu ya kuweza kujifunza mafunzo ya ufundi stadi, inabidi aweze kuja na kuweza kujifunza. Kwa hiyo nafikiri mmezunguka, mmeviona tuna mashine mbalimbali zimeletwa, mmeziona nafikiri stores, mmeona kwenye makarakana kule, ushonaji, ujenzi, welding, umeme, plumbing, mashine tofauti za aina mbalimbali ambazo Mheshimiwa Rais ameweza kuzileta na ambazo zimetuletea tija kubwa sana katika ufanisi wa kutoa mafunzo ya ufundi stadi. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameiwezesha VETA na kawawezesha wanawake. Kuna taasisi moja inaitwa Wanawake na Samia, ambayo sisi tuna wanafunzi karibu 2300 ambao tumewasajili kwa wilaya ya Buhigwe. Hao wanafunzi 2300 tuliowasajili kwa ajili ya mafunzo, tuna wanafunzi ambao awamu ya kwanza karibu 800 kama na 46 ambao wamepata mafunzo hapa ya Wanawake na Samia. Kwanza tuna mafunzo ambayo wameyapata ya ususi na salon. Tuna mafunzo ambayo wamepata mambo ya ufugaji, kilimo, mapambo na upambaji, batiki, wakaji wa keki, pamoja na mapishi mbalimbali. Kwa hiyo tunapenda kujivunia hili kupitia Rais. Tumefanya haya mafunzo, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, kiasi kwamba sisi wenyewe hatukutegemea kama wananchi wangeweza kuamka kufikia hatua hii kubwa jinsi ilivyo. Naweza nikasema kwamba nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa zoezi hili, kwani lilikuwa ni bure. Hakuna shilingi hata moja iliyochangwa au ada yoyote iliyotoka kwa wanafunzi kuweza kulipishwa, zaidi ya wao wenyewe kuja na kupata mafunzo hapa. Mmeona pia tuna mabwawa ya samaki. Mabwawa ya samaki tunayo, bwawa la samaki hilo tunataraji pia kuongeza zaidi, kuweza kuwapata wadau kama vile Enabel na wengineo ambao wako tayari kuweza kujiunga na sisi. Sawa, huo initiative zetu za kwanza hizo. Hilo bwawa la samaki linasaidia samaki karibu 600 na karibu 700. Samaki kwa sasa kwa wilaya hii yetu ya Buhigwe, kilo moja ya sato, ile species hiyo tunaofuga hapo ni ile ya samaki tunaita tilapia. Sato, aina sato tilapia. Samaki wazuri sana. Wana nutrients na wana nani za kutosha. Samaki hawa kwa soko tu la hapa Buhigwe ni kilo moja ni shilingi 15,000. Sisi moja. Kilo moja shilingi 15,000. Samaki hao ina maana ukiwakuza wakafikia kwa bwawa hilo mmeliona hapo, kwa samaki hao, kama una samaki karibu 1,000, unaweza kuwa na karibu milioni 15 na sehemu.
ndani ya miezi 6 mpaka mwaka unaweza ukawa na milioni 15. Sasa milioni 15 ndani ya miezi 6 unaipata, na ukiangalia kosti zile ulizotumia kwenye kuwalisha, kuwanunua vile vifaranga hapa kuja kuwapandikiza, kuja kuangalia kosti zake ziko chini sana, ni kidogo sana. Kwa hiyo napenda kutoa wito kwa wananchi waje wajifunze, tuweze kuwapa mafunzo wananchi hawa. Langu kubwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninamuomba kupitia TV yake hii ya Kasi ya Mama, katika utekelezaji wake wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuiwezesha VETA zaidi na zaidi kuwa na vifaa vingi, kwa sababu solution kubwa ya vijana kwa sasa hivi ni VETA. Kwa sababu hata nchi zingine zilizoendelea waliendelea kupitia vyuo hivi vya ufundi, vijana kufanya ubunifu mbalimbali, kuvipa nguvu zaidi vyuo hivi viweze kuaccommodate vijana wengi zaidi. Tuendelee sisi kumshauri na kutengeneza mitaala iliyo bora zaidi. Lakini pia mama, lingine la pili ni kwamba tuweze kuwawezesha walimu, kuwajengea uwezo, tunaita building capacity, nchi mbalimbali duniani zenye kuwa na ile advancement of technology ya hali ya juu.